Nina swali hapa. Wakati wa kuomba ama kuhubiri, hasa kwenye ile mikutano ambayo ni ya hadhara, lakini wakati mwingine tumeona hata makanisani, watumishi wa Mungu wengi huwa mnaondoka kwenye uhalisia wa sauti zenu na kupiga ile baba na kusi Bwana, au ile unamshuhudia mtu Bwana ameniambia. Kuna kitu gani ambacho kiko hapo? Ni lazima uondoke kwenye uhalisia wa sauti yako na kufanya hivyo vitu vingine kama kubadilisha sauti? Sio dhambi. Lakini nafikiri kitu ambacho naweza kukisema, unajua hivi ni vitu ambavyo watu wanaviiga, na wanaviiga labda walikuwa wanafanya kwenye uhalisia, labda walipata matokeo wakati wanavifanya. Kwao tunaokuja tuna adapt mazingira. Kwao ni kitu cha kimapokeo naweza kusema. Kwa mfano, kabla tujazungumzia kifupi, tuzungumze watu waliokuwa wanaombea watu wanawaangusha. Tulisoma hapa, tulisema siku moja kuna Ben Hinn na kuna mhubiri wa kwanza kabisa alianza mpaka 1930 ndio alikuwa ameanza. Yeye alikuwa ndio wakiombea watu wanawasukuma wanaanguka. Ina maana hiyo generation imekuwa watu wamekuwa wanafanya. Kwa hiyo wakiamini kwamba kuanguka ndo kupokea uponyaji. Sasa hata hili la kuhubiri inawezekana alianza kwa kutumia hiyo approach. Katika jina la Yesu nakuletea. Watu wote waliokuja wakawa wana mfumo huo wa kiinjilisti. Mara nyingi sana tunasema wainjilisti wanatumia hivyo. Ukiwa unahubiri taratibu unaitwa au ni mwalimu wa neno la Mungu, lakini ukiwa unatumia hiyo punch unajua huyu ni mwinjilisti. Anapiga gombo hata kama unafundisha. Na kuna baadhi ya watu wameshaona kwamba mtu mwenye moto, yani mashamsham anaonekana kwamba amejazwa, lazima tumpe punch. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mchana wa leo ninakuja mbele zako, mtu anajua huyu mhubiri mwamba huyo hapa. Lakini nafikiri sio kitu kibaya, lakini nafikiri kama kitumika kwenye tofauti, yani iwe mazingira tofauti. Kuna wakati watu wanataka kusikiliza. Sasa kuna watu wengine tunashindwa kuwasikiliza na kuelewa wanachokizungumza. Wanatumia nguvu kubwa, mtu analoa jasho na anasema angeweza kuzungumza taratibu tukamuelewa. Sasa kama unahubiri habari za Yesu, nguvu za Mungu, upendo wake, unahitaji wewe kutumia nguvu. Yaani nguvu zake tuzijidhihirishe bila wewe kutumia nguvu. Sisi tunatumia nguvu zetu, tunachoka. Mimi nimemwona mhubiri fulani hivi anahubiri, yani akimaliza hii koti mpaka na suruali. Sasa kama mnamrekodi pia inakuwa ni changamoto, sababu unakuwa umeondoka nje ya maji. Yani mtu, kwa nini unatumia nguvu? Yani ile energy unayotumia pale sio ndio Mungu anashuka au watu wanahudumiwa. Japo pia kuna maeneo ukienda ukihubiri hivyo watu hawapokei. Kwa hiyo ni kitu kinaweza, yani watu wanaweza kufanya kwa sababu sio dhambi. Sasa unakuta mtu anahubiri labda kwenye mkutano wa nje. Ni mkutano ambao unatakiwa uwaeleze watu uzuri wa Yesu au namna ya huyu Yesu anavyosaidia. Lakini unakuta mwanzo mwisho, yani mtu kwanza amepanda pale. Kuna wahubiri wanawaambia sababu fundi mitambo, weka low usiniongezee nini. Sasa yani unakuta hata yule, kwa mfano unamhubiri labda mlevi, muda huo ili kusikia unachokizungumza ni kama changamoto. Lakini tukirudi pia hata kwenye kuomba, tunajua unapozungumza na baba au mama, unahitaji hata mahakamani, unahitaji utulivu wa hakimu, lakini na wewe pia kuwa na sauti ya utulivu ili kuweza kusikiliza. Sasa ile changamoto hapo. Nafikiri kwenye maombi mimi ndo naweza nikawashauri watu kitu kimoja. Unajua maombi, anatakiwa kusikia hayo maombi ni Mungu, sio watu. Japo watu wanatamani anachokiomba watu wakisikie na wakielewe. Yaani watu wanatamani wafurahie yale maombi yako. Mtu anaomba na mbwembwe, anataja mistari ya Biblia, unamwambia Mungu maandiko yake. Sio kitu kibaya. Lakini nafikiri kama unavyozungumza, huwezi kuja unamwomba mtu anambia, "Ayo, naomba unipe shilingi 10,000 mchana wa leo." Sio nafuata tu kwa utaratibu. Mimi mwenyewe nakwambia msubiri kwanza. Nenda kwanza, alafu ukishakuwa sawa uje nitakupa. Yaani fikiri tu kama wewe unapomfuata mtu unaenda kwa unyenyekevu na utaratibu kumuomba kitu. Yaani kwa nini Mungu unampokea? Unamtishia nani? Unamsema, Mungu nakuomba." Sio kama ndio anatenda. Mungu anaweza akakauka tu akakupa. Of course Mungu anafanya. Mungu yani hana shida na mtu. Lakini nafikiri tujifunze. Mimi naona kama kanisani unakuta labda wanatumia mic watu kama 3 au 4 ama 5. Piga. Wanaomba. Wengine wanaelekeza speaker nje zile. Tunataka watu wasikie ama Mungu atusikie. Unajua maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa the way unazungumza na Mungu, nafikiri Mungu ndio
Sema Mungu of course hapangiwi namna ya mazungumzo lakini sasa nenda basi kwa utaratibu, kwa sababu unachokifanya sio ndio kinachokupa matokeo. Hata kama yani ukienda kwa Mungu unalia, Mungu hakupi kwa sababu wewe unalia. Mungu anakupa kwa sababu wewe unafanyaje? Mungu anataka kukupa kwa ajili ya utukufu wake. Nafikiri tujifunze kutumia tu lugha vizuri, hakuna haja ya kubadilisha sauti. Kuna watu ukiwasikiliza toni zao ni kama watumishi fulani hivi. Yaani siku hizi unaona kabisa, tusiwataje tu majina, kile sikia mtu anajiita mwalimu fulani, ukimsikiliza unasema mbona anapita kama fulani kwa fulani. Yaani watu of course wanakuwa inspired na wanaamini ukifanya hivyo ndio utasikilizwa. Hapana. Mungu yani Mungu yani hakuna mwanadamu anaweza kutumia nguvu kumshusha Mungu au kumtangaza Mungu. Mungu mwenyewe anajitangaza, shughuli zake zinafanyaje? Zinakwenda mwenyewe. Kwa hiyo usimuigizie mtu ili watu wakisikia wasikie kama ni fulani ili wewe upate watu. Hapana. Nafikiri kitu cha msingi tu, nenda kwa Mungu kwa sauti yako. Kama ni Mungu amekuruhusu wewe kutumika, hata kama unaongea taratibu, utasikia. Tunaenda kwenye mikutano, tunaona wenzetu wazungu wanahubiri taratibu tu na mtu anawatafsiria, mpaka sengine anaweza kumwambia mtafsiri usiende huko, usikimbie, twende tu. Unaeleza kwa habari za upendo wa Mungu. Unajua vile unavyozungumza vinaweza vikamshawishi mtu kukusikiliza. Hasa wewe unamuombea mtu, unamkanda mizani na wewe unatumia nguvu mpaka mtu hapa naweza nikauawa. Hapa mtu anaamua na yeye afanyaje? Kwa wakati mwingine mtu anakubaliana na mazingira kwa sababu kinachotokea. Mimi nafikiri kwa sababu sio dhambi, lakini angalia, hakuna haja uombe unatoka majasho unaloa kwa sababu tunatakutumia mtu akishaitwa na Mungu, Mungu anampa toni mpya, unajua. Inawezekana tulifuatilie.